Karibu katika darasa la shule ya wanafunzi na maandiko. Twende tukaombe kwa ajili ya somo la leo. Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa neema yako na ulinzi wako Bwana. Umetulinda tangu mwaka ulipoanza mpaka Jumapili ya leo Bwana. Tunakualika katika kipindi hiki, tunapoenda kujifunza maneno yako Bwana, katutumie tukaweze kusikiliza na kuyafanyia kazi sawasawa na mapenzi yako. Bwana, kanitumie kama chombo tu kufikisha habari njema kwa watu wako. Mfalme wa amani, simama katikati yetu. Roho Mtakatifu, tufundishe, tuelekeze. Kupitia jina la Yesu Kristo tunaamini unaenda kukaa pamoja nasi. Tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Karibu katika somo la shule ya wanafunzi na maandiko kwa Jumapili ya kwanza mwezi Februari. Haleluya. Somo letu la leo ni somo la 5 toka tumeanza mwaka wetu wa kujifunza maneno haya ya Mungu. Somo letu la leo linasema sauti ndogo tulivu. Sauti ndogo tulivu. Haleluya. Hii sauti ndogo tulivu. Watu wengi tunajua tukisikia neno sauti tunaelewa. Sasa hii hapa ni sauti ndogo. Sio ndogo tu, bali ni sauti ndogo halafu tulivu. Haleluya. Kweli ya Biblia inatuambia kazi ya Mungu inaweza kutimizwa kwa kuwa na uwepo wake kupitia Roho Mtakatifu. Tutaenda kuiangalia hii sauti ndogo tulivu inafanya kazi kwa namna ipi au unaisikia kwa namna ipi. Kabla hatujaanza kipindi chetu, naomba twende tukasome kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 kuanzia ule mstari wa 1 hadi wa 18. Kama kuna mtu amepata anaweza kunisaidia kusoma. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 18. Amen. Ndiyo. Habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya. Nitaanza. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka akaenda ahifadhi roho yake. Akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja. Akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, Bwana uiondoe roho. Bwana uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Eliya? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukapasua milima,
ukaivunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia, akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yemu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mohala mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yemu atamua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamua. Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kichwa kisicho mbusu. Haleluya. Mungu akubariki sana msomaji wangu. Mstari wetu kumbuka anasema, acheni mjue kuwa mimi ni Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 46 ule mstari wa 10 anasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, sauti ndogo tulivu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusoma kitabu chetu hicho cha Wafalme, sasa nilikuwa na swali kidogo kama wanafunzi, naomba mnisaidie. Ni kwa namna gani tunaweza kuitambua sauti ya Mungu? Hili ni swali. Ni kwa namna gani, kama wewe mtumishi wa Mungu? Nenda, na nilikuwa sehemu ambayo sijaingiaga muda mrefu, mimi nakaa bweni la mbali na huko sijaenda, although nilikuwa kiongozi. Nikasema, ikaniambia, mwanangu, nenda bweni fulani, chumba namba fulani, ukifika pale utakikuta. Serious, nikasema tu nafuata hiyo direction, sikuenda popote. Nikasema moja kwa moja, nimetoka pale nikasema okay, ngoja niende. Nikafika kule, nikasimama tu, tena nilifika kwa ajili ya matangazo mengine. Nikakumbushwa kile kitu na kikombe nikakiona kile pale. Nikasema kumbe hiki kitu ni kweli. Since pale ndo nilianza kuexperience hicho kitu, na nikajua kwamba okay, Mungu anasema na mimi anazungumza kwa namna fulani. Alizungumza kwa utaratibu sana, ila akaniambia moja kwa moja direction ambayo nilifuata, na nikaona matokeo. Haleluya. Tumpigieni makofi mwanafunzi huyu jasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna tofauti tofauti tunaisikia sauti ya Mungu. Kwa namna ambayo Mungu anasema na wanadamu, cha kwanza kabisa Mungu anasema na wanadamu kwa lugha ya upole na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi nafikiri sauti ya Mungu tunazisikia ni ile sauti ya ndani iliyotulia, iliyopoa, inayokudongoneza kwamba kitu fulani fanya, kitu fulani usifanye. Hiyo ndio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kuna wakati ulisikia lakini hukuwa unajua kama hii ni sauti ya Mungu. Baada ya somo la leo nafikiri tutaenda kujua kwamba hii hapa ni sauti ya Mungu na haya hapa ni mawazo yangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tutofautishe kati ya mawazo yetu na sauti ya nini? Sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kwa upole. Ukiangalia Mungu jinsi alivyosema na Eliya, zilianza vurugu, baadaye ikaja sauti ya utulivu iliyopoa. Kama tumefuatisha jinsi msomaji wetu alivyokuwa anasoma, anasema sauti ndogo tulivu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma neno la Mungu, tunapolikariri na tunapojifunza kila siku, ndivyo tunavyozidi kusikia sauti ya Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo tunavyoweza kutofautisha kati ya mawazo yetu na sauti ya Mungu tulivu.
Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno la Mungu, tulikariri na tuliishi. Tutaisikia sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Kwa namna hiyo Mungu anasema na watu kwa namna tofauti tofauti. Kuna wakati kuna mambo labda ulikuwa unataka kuyafanya, ukasikia sauti ya upole ikikwambia hapana, acha, usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kutoa ushuhuda kidogo. Nafikiri sauti ya Mungu imekuwa ikisema na mimi kwa namna ya ajabu sana. Kuna wakati naweza nikawa naongea na watu, napiga story, kuna jambo kabisa nikawa natamani kabisa kulisema na kulishia kwa watu wote, lakini kuna kitu kinakuja kinanizuia. Acha, usiliseme hilo neno. Yaani kuna ile hamu inakuja, lakini ghafla nikitaka kuongea kuna kitu lazima kitokee hapo nisiliongee. Baada ya muda, kama hilo neno nikijizuia kuliongea au kulisema kwa wakati huo, lazima tu kuna kitu kitakuja kufanyaje? Kutokea. Mojawapo yaweza kuwa ni madhara, kwamba nakuja kutambua kumbe ningesema hili neno ndo ningeharibu kabisa. Kwa kuna namna sauti ya Mungu tunaisikia kwa utulivu, kwa upole ikisema ndani yetu. Yamkini tumekuwa hatutambui, hatujui kama hii kweli ni sauti ya Mungu, lakini Mungu amekuwa akisema ndani yetu. Mungu hajawahi kumwacha mtu. Ndio maana amesema acheni na mjue kuwa mimi ni nani? Mimi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome ule mstari wetu wa kukumbuka. Mstari wetu wa kukumbuka unatoka katika kitabu cha Zaburi ya 46 mstari wa 10. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, Mungu anafanya kazi kila siku ndani yetu, na Mungu yupo pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo letu. Baada ya kusoma kile kitabu cha Wafalme, unaweza kukata tamaa katika maisha yako au kukabiliana nayo kwa ujasiri. Somo letu la leo linaonyesha jinsi Elia alivyoshinda moja ya ushindi mkubwa binafsi ulioandikwa kwenye Biblia. Pia tunaona jinsi ambavyo Mungu kwa upendo wake mkubwa aliingia kati ili kumrejeshea kwenye utii na huduma yenye ufanisi. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 27 unasema, kondoo wangu walisikia sauti yangu, nami na wajua, nao wanifuata. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia jinsi Elia ambavyo alipitia, kama ambavyo tumesoma kwenye kitabu, kwamba kulitokea taharuki, Bwana Yesu asifiwe, ya watumishi wa Mungu kuuawa, na Elia akajikuta anafanyaje? Anaingiwa hofu, anakata tamaa na kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alirudi na akasema naye kwa namna ya upole, ya utulivu, na Mungu akafanyaje? Akasema naye, na Elia akamuelewa na akajua kwamba kumbe Mungu yupo na bado anafanya kazi pamoja na mimi. Kwa hiyo usiogope, usikate tamaa. Hebu twende tukaangalia ule muonekano wa kukata tamaa kwa Elia. Katika hali ya kawaida Elia alikuwa na sababu ya kukata tamaa kwa sababu ya ujumbe wa kutisha uliopokea kutoka kwa Yezebel. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia, tukisoma pale tunaangalia ule ujumbe ambao ulimfikia kutoka kwa Yezebel. Hata kama ni wewe leo, mtu anakufuata anakwambia utauawa, kuna watu watakuja kukua, au mimi mwenyewe nitakuja kukua, lazima kuna ile hali ya hofu itaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile hali ya uoga, ya kukata tamaa, ya kuona basi tena labda hapa siwezi tena kuendelea, lakini Mungu yupo na anafanya kazi. Ndivyo ambavyo ilitokea kwa Elia. Baada ya kupokea ule ujumbe kutoka kwa Yezebel, akiwa amekasirishwa na uhalifu wa manabii wa Baali, Yezebel, tukisoma kwenye Biblia tunaambiwa kwamba Elia baada ya kukutana na wale manabii wa Baali aliwafanyaje? Aliomba na vitu vyao, na watu wale wote manabii wote wakafa. Si ndio hivyo Na wale ndo walikuwa manabii wa nani? Yaani wale walikuwa ndo makuhani wa huyu Yezebel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupitia Elia wale manabii au wafuasi wake walikufa. Hasa huyu Yezebel baada ya kuona kwamba wafuasi wangu wamekufa, alichokifanya sasa ni kuanza kuua watumishi wa nani? Watumishi wa Mungu, mojawapo akiwa ni nani? Ni Elia. Bwana Yesu asifiwe. Yezebel alifanya moyo wake kuwa mgumu dhidi ya Mungu na nabii wake. Matukio ya kwenye mlima Karmel yalitakiwa yamfanye amwamini Mungu, lakini hakuamini. Baada ya kuona kwamba Mungu yupo, Mungu wa Elia ndo Mungu wa moto, Mungu ambaye anafanya kazi usiku na mchana,
Baada ya yeye kuona kwamba sasa hapa natakiwa ni mwabudu Mungu, lakini bado alipata ghasia moyoni mwake, hasira, chuki, ikapelekea kutaka kufanyaje? Kumuua Elia. Licha ya imani kubwa ya Elia juu ya mlima Carmel, alidhoofika, alipotishwa na Yezebel baada ya kutegemea ulinzi wa Mungu. Wakati alifanya kazi ya Mungu alikimbia. Hata kama ni wewe ni mwanadamu wa kawaida, yani kikawaida tu kuna yale mambo ambayo tunapitia, kuna zile changamoto ambazo unazipitia, zinakukatisha tamaa, zinakuvunja moyo, unaona kabisa hapa peke yangu siwezi, kwa nguvu zangu mwenyewe siwezi. Alafu kwenye sijui inakuaga kwa sababu gani, kwenye ule wakati mgumu sana unajikuta yani unaona kama mbona hata kama namwamini Mungu, lakini mbona hili jambo sifanyaje, siliwezi, tunamwekea Mungu mashaka. Sasa hapo Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi kwenye mstari wetu wa kukumbuka, huu leo nitautumia sana. Anasema acheni mjue kuwa mimi ni nani? Ni Mungu. Lakini kwa wakati hadi hilo andiko unalisahau. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo ilitokea kwa Elia. Elia akaogopa, pamoja na kuwa Mungu alikuwa akimtendea sawa, pamoja na kuwa aliona ule utisho wa Mungu aliofanya pale kwenye mlima Carmel sawa, lakini bado aliingiwa na hofu na mashaka moyoni mwake. Akasahau tena kutegemea ulinzi wa nani? Ulinzi wa Mungu. Alisahau mara moja kwamba nguvu haikutoka kwake mwenyewe, bali ilitoka kwa Mungu. Japokuwa sisi hatujui, Mungu anajua ni majaribu gani tunatakiwa kuyapitia katika hayo. Mungu hutoa neema ya kutosha ili sisi tuwe washindi. Lazima kwa hiari yetu tuyaweke maisha yetu kwenye tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuyaweke maisha yetu kwenye tumaini lake. Elia alisahau, lakini baada ya kufuatwa sasa kwanza mara pili na malaika, ndo akakumbuka kwamba kumbe yale yote sikuwa nayafanya mimi kwa nguvu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ni mambo mangapi Mungu amekushindia leo? Kuna wakati ambao mgumu ulipitia na Mungu akakushindia, lakini kwenye hili jaribu dogo tu unabaki unakata tamaa. Hapana, tumtegemee nani? Tumtegemee Mungu, wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Na tuyaweke maisha yetu katika tumaini lake. Ni tumainini mimi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye peke yake ndo anastahili kutumainiwa. Tusizitumainie nguvu zetu wenyewe, bali tumtumainie nani? Tumtumainie Mungu. Elia, mtu mkuu aliyetumiwa na Mungu kuleta uamsho wa Israeli, aliomba. Hakukuwa na mvua kwa miaka 3. Ili pia alikuwa kama amelisahau baada ya kuingiwa na ile hofu, kwamba aliomba na hakukuwa na mvua kwa miaka 3. Kisha alitumiwa na Mungu kuharibu manabii wa Baali. Biblia inasema kwamba Ahabu alimwambia Yezebeli kwamba Elia alitoa amri ya kuuawa kwa hawa manabii. Ndipo Yezebel akamtumia ujumbe Elia, miungu wasifanye hivyo na kuzidi, isipofanya roho yake kesho pamoja na wakati huu kama roho ya mmoja wa hao. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika yule Wafalme wa Kwanza sura ya 19 ule mstari wa 2 utaona hiyo kwamba pamoja na hayo yote aliyofanya, lakini akawa amekata tamaa baada ya kupokea ule ujumbe wa Yezebel ya kwamba atamuua. Akawa amekimbia, akaogopa. Hii inatakiwa impe Elia hamasa kubwa ya kumtumainia Bwana. Hata hivyo alikimbia jangwani kwa kukaa chini ya mletemu akiwa peke yake, mwenye kukata tamaa. Alimsihi Mungu, yatosha sasa. Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Bwana Yesu asifiwe. Akaongea hadi maneno ya kukata tamaa kabisa, ile ya mwisho kwamba pengine mimi sio mwema kuliko wale, basi uchukue roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile wakati unapitia changamoto, unakuwa umekaa ndani peke yako sehemu ya siri. Yaani kuna ile unaona kabisa hili jambo siwezi, pengine huu ugonjwa sasa imefika mwisho. Umeona? Lakini unasahau kama Mungu kuna wakati alikuokoa kwenye ajali. Kuna wakati Mungu alikutoa kwenye sehemu ambayo ilikuwa ni ngumu zaidi na ukashindwa. Lakini unapitia ugonjwa, unasema huu ugonjwa basi haya mateso, haya maumivu imefika mwisho, basi nichukue tu kwa sababu mimi pengine sio mwema sana. Ukiangalia pengine kulikuwepo na watu unasema kabisa watu mbona walikuwa wanaishi maisha matakatifu, lakini Mungu amefanyaje? Amewachukua. Mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anafanya kazi. Hakuna jambo lililo gumu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Ni mimi nilitoka kwenye imani ile kubwa iliyokuwa nayo kwenye mlima Karmel. Tunajifunza ni kwamba imani kubwa huwa haidhalilishi, na kwa namna moja katika kila tukio. Pengine Mungu alitaka kumwonyesha Elia kwamba nguvu zake zinatakiwa kuwa kwa Bwana, uwezo wa nguvu zake. Mungu anajua mpango wake ni upi na kwa ajili ya maisha yetu, na tunatakiwa kudumu katika kumtumaini. Mungu anajua Mungu ana mpango mkubwa sana na maisha yetu, na Mungu anajua kila wakati tunapopita, kila sehemu tunayokanyaga, kila jambo ambalo tunalifanya, Mungu anafanyaje? Mungu analijua. Mungu hajawahi kumwacha muamini wake, kama ambavyo Mungu hakuweza kumwacha Elia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba Elia na yeye alikuwa ni mwema sana mbele za Mungu kama ambavyo upo wewe leo. Hapana, ila alikuwa akimtumainia nani? Akimtumainia Mungu. Na uzuri wa Elia, moyo wake haukuwa mgumu. Alikumbuka. Baadaye alivyokuja kukumbusha kweli, akasema kama kweli Mungu alifanya hivi, basi anaweza kufanya kuzuia haya yote yasitokee, au haya yote yasinikabili. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusoma hayo, na tumeona jinsi ambavyo process ya Elia kutokea mlima Karmel kukutana na huyu Jezebel. Sasa hebu twende tukaangalie na tuweze kujadili kwa pamoja. Hivi unafikiri ni sababu gani ambazo zilisababisha Elia kukata tamaa? Baada ya kuangalia sasa ni sababu gani ambazo zilisababisha Elia kukata tamaa, kama tulikuwa pamoja tunaweza kusaidiana kujibu hili swali. Unafikiri ni kwa sababu gani Elia alikata tamaa? Karibu mwanafunzi mmoja tusaidie. Hili ni darasa, kwa hiyo natamani kila mmoja, karibu, tamani kila mmoja achangie, kila mmoja tuweze kujifunza vitu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ningependa kujaribu. Mimi nahisi Elia alikata tamaa kwa sababu alipata vitishio kutoka kwa Jezebel. Haleluya. Tumpigie makofi mwanafunzi. Mwanafunzi wetu anatuambia kabisa Elia alikata tamaa kutokana na vile vitisho. Vipi ingekuwa ni wewe leo? Usingeogopa? Usingekata tamaa? Haleluya. Inawezekana sababu zilikuwa ni hali ya upweke katika kusimama katika haki ya uchovu wa mwili baada ya matukio ya kwenye mlima Karmel. Pia anaweza kuwa alijisikia kwamba ameshindwa alipokimbia kwa ajili ya kuyaokoa maisha yake. Baada ya kuona amekimbia, akawa anapata hofu ndani yake, pengine sasa nimefanyaje? Nimeshindwa. Kama nimeweza kumkimbia, basi amkini nimefanyaje? Nimeshindwa. Akajikuta anafanyaje? Anakata tamaa kutokana na vile vitisho. Tuende tukaangalie tiba ya Mungu dhidi ya kukata tamaa. Vitisho endelevu vya Jezebel vya kumuua Elia vilimsababisha amkimbie. Baada ya kuomba kwamba afe, alienda kulala kutokana na uchovu sana. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya vile vitisho Elia alikimbia, na baadaye hapo tukisoma katika ile Wafalme wa kwanza ile kuanzia ile sura ya kwanza hadi 18 tunaangalia hii habari kwamba alikimbia na akafika sehemu akawa amechoka, akaona alale. Ghafla malaika alimgusa na kumwambia inuka ule. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura 19 mstari wa 5 tunaangalia malaika kwa mara ya kwanza alimgusa, akawa amemshtua, akamwambia amka ule. Baada ya kutazama karibu naye akaona vipande vya mkate pamoja na maji. Alikula mkate na kunywa, na kisha akalala usingizi tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya pili malaika wa Bwana alimwamsha akamwambia ule na kunywa. Alihitaji nguvu kwa ajili ya kuikabili safari ndefu aliyokuwa mbele yake. Baada ya kufanya alichoambiwa na malaika, Elia alipata nguvu ya kusafiri kwa siku 40 mchana na usiku. Haleluya. Bado Mungu kumbe alikuwa pamoja na Elia. Mpaka anamtumia malaika wake, bado alikuwa pamoja na nani? Pamoja na Elia. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika Horebu, mlima wa Mungu, alikuta pango ambapo angeweza kulala usiku. Kisha Bwana
akamuuliza, unafanya nini hapa Eliya? Ule mstari wa 19. Kisa cha Agano Jipya linasimulia jinsi Yesu alipolala chomboni wakati upepo wa mawimbi yakipiga wakati wa dhoruba kali. Alimwamsha Yesu, wakimwamsha Yesu wanafunzi walisema, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Ukisoma katika kitabu kile cha Marko sura ya 4 mstari wa 38. Kisa Yesu akaukemea upepo, akawaambia bahari, nyamaza, utulie. Ukisoma tena kwenye ile sura ya 4 ule mstari wa 39, upepo ukakoma. Na Yesu aliwajali wanafunzi wake wakati ule na anatujali sasa. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Yesu chomboni ulileta tofauti. Uwepo wake pia unatusababishia tufurahi pamoja na kutupa zaburi kwa ujasiri. Tunatazama Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Tunatakiwa kukumbuka ahadi hizi na kumtumaini Yesu. Alisema, tazama mimi ni pamoja nanyi. Tumtumaini Yesu. Alisema, tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Mungu ambayo yanatutia moyo hata kama unapitia kwenye changamoto gani. Ukienda kusoma katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 28 ule mstari wa 20, Biblia inasema, tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tusikate tamaa, tusiumie mioyo, tusivunjike, tusione kwamba hapa sasa imefika mwisho. Mungu amesema atakuwa pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari, mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka atakaporudi yeye yuko pamoja na sisi na atatuchukua, tutaenda naye mbinguni. Haleluya. Kama watakatifu wake zaidi tu tunatakiwa kusoma neno la Mungu, kuyaishi maneno matakatifu na kulishi lile neno ambalo tunalisoma. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu unafanya mambo yawe tofauti kwenye maisha yetu. Hata kwenye maisha ya Eliya, uwepo wa Mungu unafanya mambo yawe tofauti. Asifiwe Yesu. Mwenye kutupa uzima, mwenye kutupa afya njema, mwenye kutushindia, mwenye kutushika mikono, ambaye hajawahi kutuacha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule ambao tulimuhitaji alikuwa pamoja na sisi. Kama ambavyo alivyokuwa pamoja na wanafunzi wake chomboni alipokuwa amelala baada ya upepo kutokea, akaamka akatuliza bahari, ndivyo ambavyo yupo pamoja na sisi hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tiba ya kukata tamaa ni kumwamini nani? Kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kutazama msaada tunapofanyaje? Tunapokata tamaa. Tunaweza kumtazama Yesu kama msaada wetu, kama nguvu zetu pale ambapo tunafanyaje? Tunakata tamaa. Haleluya. Tunaweza kujikumbusha nyakati ambazo Mungu aliingia kati kimiujiza, kupitia ile miujiza ambayo Mungu alifanya kwa watu wake, kulisha watu 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Kuponya wale vipofu, kufufua wale maiti waliokuwa wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma hata habari za Lazaro, Mungu alivyoenda kumtoa kule Lazaro, bado tunaona nguvu ya Mungu bado inatenda kazi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kukuamsha leo hii kuwa mzima, hiyo ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wamejikuta wanapata ajali na ni sehemu ambayo sio ya kupata ajali, lakini amepata ajali. Lakini hiyo sehemu kuna wakati kabla ya nusu saa ulipita hapo na haukupata ajali. Hiyo ni nguvu ya Mungu. Tukikumbuka Mungu sehemu ambayo anatutoa, sehemu ambayo ametupeleka, sehemu ambayo bado anaendelea kuwa pamoja na sisi, anatushika mkono, hatuna haja ya kukata tamaa. Hatuna haja ya kuvunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumtumainie yeye mwenye kutuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Maana amesema atakuwa pamoja na sisi hadi ukamilifu wa dahari. Asifiwe Yesu. Sasa twende tukaangalie hii sauti ndogo tulivu ya Eliya. Swali ambalo Mungu alimuuliza nabii kwa kweli lilikuwa ni uthibitisho karipio. Nyakati fulani tunaweza kujikuta wenyewe tukiuliza maswali kama hayo. Hii inaweza kutuhusisha mambo kama, je, niko mahali ambapo Mungu anataka niwe? Au je, niko kwenye hatua niliyotakiwa kuwa?
Je, niko mahali ambapo Mungu ameniita au ambapo naweza kufaa? Bwana Yesu asifiwe. Hao ni maswali ambayo kuna wakati unakaa unajiuliza, au sikutakiwa kuwa hapa, nilitakiwa kuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Je, nilitakiwa kuwa kwenye hatua hii kweli? Au nimevuka, kuna sehemu, kuna hatua, step moja nimeivuka nikafika hapa? Kama Elia, wakati mwingine huwa tunalalamika kuhusu wanaotuzunguka wanapoendelea katika dhambi zao. Huwa kwa kukata tamaa tunasema mimi peke yangu ndiye ninayefanya mapenzi yako. Ni jibu lipi tunapojikuta tuna hatia? Kwa mtazamo huo tunatakiwa kukaribia kwenye upeo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Elia ambavyo kuna wakati alikata tamaa na akabaki anajiuliza, je, hawa watu kweli mimi ndo nimefanya mabaya kiasi hiki? Bwana anatujua, Mungu anatujua, na Mungu ana makusudi na kila jambo ambalo analifanya kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awajua walio wake, na anaona sehemu ndani ambazo tunajaribu kuzificha. Upendo wa Mungu huthibitishwa kwa kuwa mkuu zaidi ya huruma ya mwanadamu, na neema ya Mungu hufundisha zaidi ya huruma ya mwanadamu. Biblia haisemi kwamba Elia alikimbia jangwani ili kumkimbia Mungu au kumkimbia. Haijalishi nia yake ilikuwaje. Elia aligundua kwamba Mungu alikuwapo jangwani kwa ajili ya kukutana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Elia alijua kabisa, acha nikimbie huko jangwani, lakini naamini Mungu yuko pamoja na mimi na nitaenda kukutana naye. Hakuwa anamkimbia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Elia hakuwa anamkimbia Mungu. Mungu alimwambia Elia, Bwana yu karibu kupita hapo. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 19 mstari wa 11. Elia aliposubiri zikaja ishara 3 za kimiujiza: upepo, tetemeko na moto. Bwana Yesu asifiwe. Elia alitarajia kumwona Mungu katika ishara hizi, lakini hakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Alitarajia kuona kwenye ule upepo, akatarajia labda Mungu sasa amekuja kusema na mimi. Ghafla likaja tetemeko kama ambavyo tumesoma kwenye ile sura ya 19 kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza. Akaona tetemeko, lakini Mungu akafanyaje? Hakuwepo mahali pale. Na akaona moto, lakini hakuwepo mahali pale, japo yeye alitarajia kumuona katika hizo ishara 3. Elia alitarajia kumuona Mungu katika ishara hizi, lakini hakuwepo. Kisha jambo lisilotarajia likatokea. Mungu alizungumza naye katika namna ambayo ilionekana kuwa ya kawaida, kupitia sauti ya kunong'oneza. Upepo, tetemeko na moto havikumfanya afunike uso wake, lakini sauti ndogo ilifanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ndogo ya utulivu inapozungumza nasi tunatakiwa kuitikia namna alivyofanya Elia, kwa kuendelea kutembea na Mungu na kuitika wito wake. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini Mungu hazungumzi na sisi katika sehemu ambayo haijatulia. Kumbe kuna wakati mwingine Mungu anasema na sisi tukiwa kwenye sauti ya upole, tukiwa kwenye ile hali ya upole ya utulivu. Kumbe na wakati huo Mungu anafanyaje? Anasema na sisi. Mungu anasema na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo alisema kwa Elia. Elia pengine alitarajia kwenye zile ishara 3, moto, upepo na lile tetemeko, Mungu atasema naye, lakini ghafla Mungu akasema naye kwenye nini? Kwenye sauti ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutarajie kusikia sauti ya Mungu tukiwa kwenye utulivu. Tutarajie kusikia sauti ya Mungu tukiwa kwenye hali ya upole, hali ya usikivu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuendelee kutembea na Mungu na kuitikia ule wito ambao Mungu ameweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposubiri kusikia kutoka kwa Mungu kwa nia sahihi, tunatakiwa kuwa na uhakika kwamba Mungu anaweza kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alirudia na kumuuliza Elia, unafanya nini hapa Elia? Elia alianza kulalamika na kujaribu kuhalalisha
kukata tamaa kwake. Manabii wa Mungu wanaweza kwenda wapi na malalamiko yao kama sio kwa Bwana wao? Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtu wa Mungu, unaweza kwenda kulalamika wapi habari za Mungu kama sio kwa Mungu wako yeye mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Kuna ule wakati unabaki unalalamika, hivi Mungu, kwa nini mimi? Kwa nini napitia? Kwani sikutumikii? Mbona nafanya yote unayoniagiza? Mbona nalifuata mafundisho yako? Mbona nafuata kila jambo ambalo unaniambia nifate? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wewe unatakiwa kurudi na kwa Mungu wako kumwambia. Badala ya kukaribia, Bwana alimpa Elia jibu. Alitangaza kwamba utawala ovu wa Ahabu ungefika mwisho. Mungu pia alimwambia Elia kwamba tofauti na alivyokuwa anaamini, hakuwa mwabudu wa kweli peke yake aliyebaki Israeli. Wengine 7,000 hawakuwa wamemsujudia Baali. Mungu alitumia muda kujibu malalamiko yote ya Elia, kwamba Elia bana, haukuwa peke yako. Kuna wengine 7,000 pia hawajafanyaje? Hawajamwabudu huyo Mungu Baali. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno nafikiri lilikuwa ni la ushindi zaidi ya Elia. Maana Elia yamkini alikuwa anajiona kama amebaki sasa peke yake. Yeye peke yake ndio kakataa kumwabudu yule Mungu Baali. Lakini Mungu akamkumbusha, akamwambia haukuwa peke yako, kuna watu zaidi ya 7,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye changamoto ambayo unaipitia, kuna watu zaidi ya wewe. Kuna watu yamkini wanapitia changamoto zaidi ya unayoipitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haina haja ya kukata tamaa. Leo umelala njaa, yamkini kuna watu kama 3,000 pia wamelala njaa. Mungu anakukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatukumbusha leo kwamba hatuko peke yetu. Zaidi tunatakiwa tukaze mwendo na tumtumainie nani? Yeye, maana yeye hatatuacha. Bwana Yesu amesema, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu anasema sitawaacha hata ukamilifu wa dahari. Na tumwachie yeye, na anasema tumtwike yeye nini? Fadhaa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumtwike yeye fadhaa zetu, tusikate tamaa. Tusikate tamaa, tujitie moyo, tuenende, tuyafuate mapenzi ya Mungu, tusome neno la Mungu, tuyaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Haleluya. Twende tukajibu hili swali. Tunapataje uwepo wa Mungu? Kwa kusikia sauti yake. Unafikiri tunapataje uwepo wa Mungu? Kwa kusikia sauti yake. Haleluya. Tunapataje uwepo wa Mungu? Kwa kusikia sauti yake. Wewe unafikiri unaposikia sauti ya Mungu unapataje uwepo wake? Unahisije uwepo wa Mungu uko pamoja na mimi wakati huu? Haleluya. Katika wakati wetu wa utulivu wa kusoma neno lake na kuomba, tunaweza kuhisi uwepo wa Mungu na uongozi wake. Tunaposoma neno la Mungu. Haleluya. Tunaposoma neno la Mungu, tunapojibitisha katika utulivu wa nafsi, tunamuona Mungu, tunauona uwepo wa Mungu mahali pale. Tunauona mkono wa Mungu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati yamkini ulipitia changamoto, alafu ukapata wakati wa kusoma neno la Mungu. Kuna ile amani unaipata. Kuna ile utulivu unaupata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusikia maneno ya Mungu, kwa kufuata neno la Mungu. Kuna ile hali ya upole na usikivu ambao unaupata wakati ule. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu hajawahi kumwacha mwanadamu. Hajawahi kutupungukia. Kila wakati ambao tunamhitaji, amekuwa akisimama pamoja na sisi. Haleluya. Kuna swali hapa tutaenda kwenda kulijibu kwa pamoja. Ni kweli zipi za kimaandiko tunaweza kumshirikisha mtu aliyekata tamaa? Unafikiri ni kweli gani za Biblia tunaweza kumshirikisha mtu aliyekata tamaa? Kama ambavyo tumeangalia tulivyokuwa tukipitia neno hili, unafikiri ni kweli gani ambao ukimshirikisha mtu wa Mungu amekata tamaa, anaweza kurudi kwenye mstari, akatoka kwenye ile hali ya kukata tamaa? Unafikiri ni kweli gani ya Biblia ambao tukimshirikisha huyu mtu anaweza akakaa sawa, akatoka kwenye ile hali ya kukata tamaa? Kama kuna mtu anajibu, karibu.
Haleluya. Nafikiri tulikuwa wote pamoja wanafunzi Tumeanza somo wote kwa pamoja. Unafikiri ni kweli gani? Kweli nyingine tumezisoma humu. Unafikiri ni kweli gani ambayo tukimshirikisha mtu wa Mungu alokata tamaa atakaa kwenye mstari, hata kaa na ile hali ya hofu na mashaka tena moyoni mwake? Karibu mtu wa Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwenye Biblia ambayo naweza kumshirikisha mtu aliyekata tamaa ni Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 ina maneno ambayo yani yanatia moyo. Yanakuonyesha kwamba hapo ulipofika hauko mwenyewe. Mungu yupo na wewe. Na ndio maana anatuambia ni mchungaji wetu. Kwa hata tupungukia katika kitu chochote. Hata tunapopita kati ya mabonde ya majani ya malisho mabichi, yani ina mistari yake ukisoma yote inatia moyo. Kwa hiyo hata kama unapitia ugumu wa namna fulani, unakuwa na ujasiri kwamba hauko peke yako, uko pamoja na Bwana. Amen. Amen. Ukisoma katika ile Zaburi ya 23 kupitia neno lile pale, ukikutana na mtu amekata tamaa, unaweza kumshirikisha na Mungu atakubariki sana. Haleluya. Kitabu kingine ni kile cha Marko ile sura ya 4 mstari wa 39. No. Hapana, ni ile Zaburi ya Mathayo 28 sura 20 ambapo inasema, tazama mimi nipo pamoja nami siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na mistari mingine ambayo inafanana na hiyo. Ni mistari mizuri kwa ajili ya kumshirikisha mtu wa Mungu alokata tamaa, na vitu vingine mchungaji mwanafunzi kiongozi atakuja kuongezea. Na swali jingine nasema, ni kwa namna gani Elia alionyesha udhaifu wake wa kibinadamu? Tunaweza kujifunza nini kutoka kwenye uzoefu wake ili kuepuka kuyashinda mambo kama hayo? Haleluya. Unafikiri ni kwa namna gani Elia alionyesha ule udhaifu wake wa kibinadamu? Na kupitia ule uzoefu wa Elia tunawezaje kuyashinda mambo kama hayo? Karibu. Mungu ni mwema. Mchungaji karibu. Karibu mwanafunzi kiongozi. Amen. Nafikiri kuna changamoto ambayo inaweza kawa inawakumba watu wengi, kusahau matendo makuu ya Mungu ya zamani. Huo ni udhaifu mkubwa sana, na Elia umemkumba naye. Na yeye ni kama sisi tu. Kwenye Yakobo huko anasema mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Kwa hiyo yaliyomkuta yanaweza kutukuta pia. Kusahau. Kwa sababu moto unashuka kutoka mbinguni unateketeza sadaka. Alafu baada ya pale uamuzi unatolewa, sasa manabii wa Baali wateketezwe. Alafu limama sio hata Ahabu mwenyewe ambaye ndo alikuwa ananufaika na wale manabii wa Baali, anatoa tishio kwa mtumishi wa Mungu ambaye anashusha moto. Alafu unasahau kabisa, unajilaza, Baba, roho yangu naisalimisha, niko tayari kufa. Ni changamoto ya kusahau. Kwa hiyo mimi naona hiyo tu kati ya mengi. Mungu atusaidie tusiwe wa kusahau. Amen. Matendo makuu ya Bwana aliyotutendea, ili tuwe na ujasiri wa kwenda mbele, tusikate tamaa. Amen. Haleluya. Haleluya. Tusisahau yale matendo Mungu